Promova TV, a home of testimonies. Bwana Yesu asifiwe sana, mtazamaji na msikilizaji. Hii ni Promova TV na kipindi hewani ni ushuhuda. Karibu kwenye mwendelezo wa ushuhuda mzuri kabisa wa Sabino Barrientos Zamudio wa huko nchini Mexico. Unaweza ukamuita Zavi. Huu ni mwendelezo na hii ni sehemu ya 4. Kama wewe ni mfuatiliaji mzuri wa Promova TV, bila shaka umekwisha fuatilia zile sehemu 3 zilizopita, na kama haujafanya hivyo hakikisha unafuatilia kupitia Promova TV YouTube. Hapo utapata mwendelezo kuanzia sehemu ya kwanza mpaka ya 3 na hii ya 4, na mwendelezo kama utakuwepo utaupata. Nikukaribishe sana mtumishi huyu wa Mungu katika mwendelezo. Leo atatusimulia jinsi ambavyo alipata ziara nyingine ya huko kuzimu, na alienda huko kwa sababu gani, na alitoka huko kwa njia zipi, na alitoka na ujumbe gani. Yote tutayasikia katika sehemu hii ambayo tuko nayo katika siku ya leo. Kwa hiyo nikukaribisha sana tuweze kwenda wote mpaka pale tamati ya ushuhuda siku ya leo. Mimi muandaji na msimuliaji wako katika ushuhuda huu, jina langu ni Jacktan Msafiri. Unaweza ukanipata pia kwenye Facebook, Instagram pamoja na TikTok kwa jina hilo la Jacktan Msafiri. Director wa picha sauti, yani mwongozaji hapa siku ya leo ni David Robert. Kumbuka kusubscribe kwenye channel yetu kuu ya Promova TV ili uweze kupata mambo mengi, shuhuda nyingi, na utabarikiwa sana. Karibu tuendelee. Atukuzwe Bwana Yesu Kristo. Nimekuja kuzungumza nawe siku ya leo juu ya uzoefu wangu wa pili wa maisha zaidi ya kaburi. Kristo alikuja hapo ulimwenguni kutoa jamii ya wanadamu kutoka mahali pale panapoitwa Jehanamu. Kwa wanadamu kuepuka mahali hapo, wanahitaji ondoleo la dhambi katika dhabihu iliyotolewa pale Kalvari. Atukuzwe Bwana milele. Ndugu yangu, tunaishi katika siku za hatari sana, na mambo ni magumu na ya kubana katika ulimwengu wa kiroho. Lakini kanisa la kisasa leo linachanganya neema na idhini ya kuishi maisha ya dhambi. Wanahubiri mengi juu ya neema na mafundisho mengi ya juu badala ya barabara nyembamba na pana ambayo hufafanua umilele wa wanadamu. Kuna barabara pana inayoongoza kwenda kwenye uharibifu ambayo wengi wanaifuata, na kuna njia nyembamba inayoongoza kwenda katika uzima wa milele, na ni watu wachache wanaoitumia. Leo hii kauli mbiu ya Jehanamu imekuwa suala lenye utata katika karne ya 21 na inajadiliwa sana, na watu wengine wanaihesabu kama hadithi ya uongo ya sayansi. Watu wamezama sana katika burudani, raha na starehe na hawaelewi. Sasa nitakueleza juu ya uzoefu wangu wa kibinafsi ambao Mungu alinipa juu ya maisha ya baadaye. Ilikuwa mnamo tarehe 15 ya mwezi Januari mwaka 2012. Nilikuwa nikitangaza neno la Mungu lisilogoshiwa katika jiji ninaloishi. Nilikuwa pia nikihudumu katika manispaa nyingi. Tulikuwa katika siku 3 za kihuduma ambapo nilikuwa nikishiriki uzoefu wangu wa kwanza wa maisha zaidi ya kaburi. Niliona kuwa watu walikuwa wa kweli. Nilikuwa na ndugu mmoja ambaye alikuwa akiandamana nami sana katika huduma, na kanisa moja la mtaa lilitukaribisha katika chumba cha vitanda viwili hivi. Vitanda viwili vilikuwa karibu na kila mmoja, na kulikuwa pia na nafasi fulani. Tulikuwa tukilala pale tukipumzika. Tulimaliza shughuli hiyo Jumapili. Siku iliyofuata ambayo ilikuwa ni Jumatatu, tulilazimika kusafiri usiku huo. Tulipomaliza mkutano, nilikuwa na kaka yangu huyu mpendwa katika Bwana ndani ya kile chumba ambapo tulikuwa tumepumzika
tukizungumza juu ya kila kitu ambacho kiliendelea, na alikuwa ni kaka ambaye alipenda sana kuniuliza maswali mazuri, na tulizungumza juu ya kazi ya Mungu na utendaji kazi wa Roho Mtakatifu. Tulipaswa kupumzika, kwa hiyo tulijilaza kitandani na tulikuwa kwenye mazungumzo. Wakati mazungumzo yakiendelea, dakika zilipita na ghafla kaka yangu mpendwa alianza kusinzia na alikuwa akikoroma. Nilipogundua kwamba kaka alikuwa tayari akikoroma, nilijisemea, kaka yangu huyu ameniacha nikiongea peke yangu. Sitamwamsha kwa sababu amelala, mwache apumzike. Baadaye niliinuka ili kuzima taa iliyokuwa ikiwaka. Nilikuwa nimechoka kimwili na nilikuwa na usingizi na nikiwa na tafakari. Dakika chache baadaye nilikuwa hapo katikati hivi ya kutafuta usingizi. Sijui ni muda gani ulipita wakati ghafla chumba kiliangazwa na taa kali, kana kwamba ilikuwa taa ya umma. Chumba ambacho kilikuwa giza kilianza kuangaza. Ndugu yangu, sikuwa naota, sikuwa nimesinzia. Nilikuwa naangalia kitu cha kushangaza. Kwa kweli niliona kitu kama jua likishuka kupitia paa la chumba cha kulala na kutua mahali nilipokuwa. Nikazidiwa. Katika miale hii ya mwanga ambayo ilikuwa kama jua, kulikuwa na mhusika mmoja, mtu ambaye alikuwa amefunikwa na nuru yenye nguvu ya rangi nyeupe. Huu haukuwa weupe wa duniani, kwani ulikuwa mweupe kuliko theluji. Ulikuwa wa kuangaza. Nuru iliangaza kwa njia ambayo sikuweza kuelewa kwa uwazi kuwa kilikuwa ni kitu gani. Ilikuwa nzuri, iliyosimama kati ya kitanda changu na kile cha kaka. Mtu huyo ambaye alikuwa kwenye nuru alikuwa mrefu sana na niliogopa. Nilishangaa nini kilikuwa kinatokea. Nilikuwa na hisia ya kutokuwa na uhakika. Mara moja nilianza kumlilia Mungu na kuomba damu ya Kristo, kama ilivyo kwa kila Mkristo mzuri wakati ambapo anakuwa ametishwa ama na hofu. Lakini yule mtu ambaye alikuwa kama jua hakusema chochote. Wakati huo sikujua alikuwa nani na anataka nini. Niliingia katika aina hii ya woga kwa sababu sikujua alikuwa ni nani. Alifunikwa na nuru hii safi, hakusema kitu wala hakuzungumza na neno lolote, hakuzungumza chochote na mimi. Alimtazama kaka yangu aliyekuwa amelala wakati mimi nilikuwa nikimtazama. Ingawa nilihisi kutokuwa na uhakika, nilikuwa na hisia tofauti. Nilihisi amani, upendo, usalama na uaminifu. Licha ya mhemko wangu, kulikuwa na kitu ambacho kilinipa ujasiri na hali ya usalama, kwani kwa kweli sikuwa nasikia hatari yoyote. Hapo nilikuwa nikishangaa wakati yule mtu huyo aliyeangaza ambaye alikuwa kama jua alikuwa akimwangalia mwenzangu. Nilifunga macho kwa muda ili afikirie kuwa nimesinzia. Kisha nikayafungua pole pole na kuanza kumtazama. Ndugu yangu alikuwa bado amelala, amesinzia kabisa, na nilitaka yule mtu afikirie kuwa pengine pia na mimi nilikuwa nimesinzia. Kulikuwa na mawazo mengi akilini mwangu. Nilipomwangalia nikaona kwamba alikuwa akinitazama kwa macho yangu na hakuondoa macho yake kwangu. Lakini alikuwa amenikazia kweli kweli macho yake na sikuweza tena kujifanya kulala. Mara alinishika mkono na sikuweza kujificha tena. Alininyanyua kama kalamu na nikasimama. Niliposimama nikasema, achia mkono wangu, sijui wewe ni nani. Lakini yule mtu hakunijibu. Nilimuomba tena aniruhusu niende. Nikasema, niambie wewe ni nani, niachie. Mwishowe aliniambia, nitaenda na wewe na nitakurudisha. Lazima tutembee kuzimu. Lazima tutembelee kuzimu. Niliposikia mtu huyo akizungumza nami kuhusu kuzimu, nilianza kukata tamaa na nilitaka kumshinda nguvu na nilijaribu kumpinga. Nikasema, tafadhali niruhusu niende. Sijui wewe ni nani.
Kisha nikamwambia mhusika huyo, damu ya Kristo ina nguvu, hakuna unachoweza kunifanya. Kuona kwamba hakujibu, nikawa na hamu ya kuhisi kwamba mhusika huyu alikuja kunipeleka mahali ambapo sikupapenda. Nikawa na hisia mbaya. Ndugu zangu wapendwa, nilianza kumfokea mwenzangu aliyekuwa amelala na kukoroma. Ingawa aliendelea kukoroma, lakini nilimuita nikimwamsha, Tiger, nisaidie tafadhali, amka. Mtu huyu alitumia dakika chache kwenye chumba hicho. Ghafla niliona dunia ikifunguka hasa, na tukaanza kushuka kwenye dimbwi la giza kwa kasi kubwa sana. Nilipoangalia nilianza kuona giza. Mara moja nilianza kuchunguza vyumba. Nilipoona hili, nilianza kukumbuka ule uzoefu wangu wa kwanza ambao nilikuwa nao miaka kadhaa iliyopita, na nilianza kulia, Bwana nisaidie, unirehemu. Nilianza kumwambia mtu huyu, umekosea ikiwa utanipeleka kuzimu. Kristo tayari ameniokoa kutoka kuzimu mnamo Septemba 14 mwaka 2006. Nilimwambia mtu huyu kile ambacho Bwana alikuwa amefanya katika maisha yangu wakati alinitoa kuzimu. Lakini mtu huyu hakusema neno juu ya hadithi hii, kana kwamba hakunisikia. Bado pia nilimwambia juu ya hadithi hii yote. Tulikuwa tukishuka kwa kasi kubwa na tukasimama mahali fulani hivi, mpendwa. Kulikuwa na hofu na maswali mengi kichwani mwangu. Hakuna mtu anayetaka kwenda kuzimu. Watu wengi wanaogopa kuzimu, lakini sayansi ya wanadamu haijui hata 1% ya mafumbo ya mahali hapo kuzimu. Watu hawaelewi ukweli wa kuzimu, kwani hakuna maneno katika lugha yoyote na hakuna kamusi ya kuweza kuelezea ukweli kuhusu mahali hapo. Unapoona mahali hapo na kile kinachotokea hapo, usingethubutu kupuuza damu ya Yesu Kristo. Utathamini dhabihu ya mwanakondoo utakapoona ukubwa wa kuzimu. Sielewi ni kwa nini watu wengi leo wanahubiri ujumbe wa kijuujuu. Hautathubutu kupuuza dhabihu hii nzito ya Kristo msalabani. Sielewi ni kwa nini watu wengi wameenda kuzimu na wanaendelea kuhubiri ujumbe wa kijuujuu wa kile kinachoitwa motisha. Mahubiri mengi ni ya bure kabisa kanisani, lakini hukumu ya milele ni jambo zito sana. Kuzimu kuna mamilioni na mabilioni ya watu wanaomba huruma na nafasi ya kutubu. Wakati huo huo, maelfu ya Wakristo ulimwenguni na Amerika wanacheza na kanisa na injili ya vitu. Muda si mrefu utaelewa ni kwa nini nazungumza hivi. Kwa sababu hakuna mtu anayetoka na hakuna anayeponyoka uzoefu huu wa kuzimu. Katika kuzimu kuna harufu mbaya, harufu iliyooza. Kuna kelele za kutisha za mamilioni na mabilioni wakipiga kelele. Umesikia juu ya moto wa jehanamu? Bila shaka umewahi kusikia. Ninapozungumza juu ya moto, nazungumza juu ya ulimwengu uliowashwa. Moto wa kuzimu haufanani na kile watu wengi wanachoamini. Wanafikiri ni kilomita kadhaa ama kilomita 3 juu na pana. Sikia mpendwa, huoni ila ni moto tu, na kuna roho zinazolia zikipiga kelele na kukimbia kutoka kwenye moto, lakini pepo wakiendelea kuwatesa. Wakati nilikopelekwa kuzimu na mtu huyu, nilijua mateso na nikaanza kulia. Mimi ni mwanadamu tu mwenye hisia, mihemko, na nilidhani pengine nimepoteza wokovu wangu. Kwa kweli kuna watu ambao wanajiamini sana na Mungu. Wanafikiria kuwa wako sawa na Mungu bila kujua kwamba wataenda huko.
Tulipofika kuzimu nililia kwa sababu niliingia katika hali ya kuchanganyikiwa. Fikiria wewe mwenyewe ukihubiri kama mtumishi wa Mungu kwa miaka, ukiangalia nguvu za Mungu zikifanyika katika maisha yako, na ghafla wakati unaofuata kufunga macho na kufungua ujikute mahali hapa pa moto. Nililia kama mtoto. Katika uzoefu huu nilikaa saa kuzimu na hakuna sekunde hata moja ilipita bila kulia kama mtoto mahali hapo. Kuzimu sio vile watu wanavyofikiria, ni mbaya zaidi. Nilipokuwa kuzimu kando ya mhusika huyu ambaye alikuwa kama jua, swali langu pekee kwake lilikuwa, Bwana, nimefanya nini kibaya kutua mahali hapa? Ni eneo gani la maisha yangu ambalo nilishindwa ili kuweza kutua mahali hapa? Lazima uniambie kosa langu lililosababisha roho yangu kupotea. Ninataka kujua kufeli kulikosababisha mimi kutua mahali hapa. Nilimwambia mtu huyu mwenye kung'aa, najua kwamba kuhubiri kwangu injili hakukuhakikisha wokovu wangu. Najua kuwa karama za Roho Mtakatifu hazikuhakikisha uzima wa milele. Ninajua kuwa huduma haikuhakikisha ufalme wa mbinguni. Lakini katika kutembea kwangu na Bwana, nilijaribu kuishi kulingana na neno la Mungu kwa sababu nilitaka kumuona Bwana siku moja. Kitu pekee nilichotaka ni kumpenda Mungu. Lazima uniambie kwa nini nimepotea mahali hapa. Nilimuuliza. Najua hii ni fursa mbaya kwa kile nilichotaka, kuwa na nafasi ya kuangalia makosa yangu na kutubu. Walakini mtu yule wa nuru hakuweza kuniambia chochote. Ilikuwa wazi kuwa alikuwa akiniacha pale, lakini sikufurahia kwa kweli hali hii, kwani sikujua kwa nini nilikuwa mahali hapa na ni nini kilikuwa kinatokea na nilikuwa nimekosea nini. Niliomba na nikasema, nisamehe Bwana, mimi ni mwanadamu tu. Najua wanadamu hushindwa mara nyingi na mara nyingi tunakosea na tunafanya makosa. Natambua makosa yangu. Walakini mtu huyo ambaye alikuwa kama jua hakusema chochote, na aliniacha katika eneo hili la kutisha ambapo ardhi ilikuwa kama jangwa. Chini ya ardhi kulikuwa na mapango ambayo hayakuwa na mwisho. Nilisimama pale na aliondoka bila kuwa na maelezo yoyote. Hakusema chochote kwangu. Ndugu yangu mpendwa, ungefikiria nini katika hali kama hii? Nililia bila mwisho. Niliomba ufafanuzi mzuri kutoka kwa mtu huyu, aniambie ni kwa nini niliachwa mahali hapa. Nikasema, Bwana, nitie moyo na kamwe sitaona haya kupaza sauti kwamba wewe ni mwema. Kuna Wakristo ambao wanajua ukweli, lakini wanaaibu kuambia ulimwengu kwamba Kristo anakuja hivi karibuni mbele ya jamii. Wanaaibu kusema kwamba kuzimu ni ya ukweli, wakati watu wanacheka na kubeza ujumbe wa kuzimu. Sijui ni muda gani nilikuwa kuzimu. Nilikuwa pale nikilia na nilikuwa chini nikiaga maisha yangu. Nilikuwa naomba kupewa nafasi ya mwisho. Nilisema, Bwana, nisingechoka kupiga kelele kwa ulimwengu kwamba Kristo anaishi na anatawala milele ikiwa utanipa fursa tu. Nilikuwa kule kuzimu ambapo ghafla nilianza kusikia kama radi. Kwa kweli mashetani kule kuzimu walikuwa wakipiga kelele kubwa. Mapepo hupiga kelele, kuongea kwa ukali. Nilisikia mungurumo wa pepo wanaposonga kama dhoruba. Kelele ya mwanadamu ilikuwa tofauti kabisa na ya hawa mapepo kuzimu. Hufanana na kelele za wanyama wa porini. Nilikuwa pia nikisikia kelele za watu wanaoteswa na mapepo. Ikilinganishwa na ulimwengu wa kibinadamu,
naweza kukuambia kwamba mashetani ndio wakuu wa mateso ambayo hayajawahi kuonekana duniani. Na niliogopa kwa sababu sikutaka kuwapo. Lakini sikuwa huko na vitu havikuwa mikononi mwangu. Sikujua ikiwa nitarudi duniani. Kitu pekee ambacho nilitaka ni kurudi duniani, ambapo ninaweza kumwomba Mungu msamaha na kumwambia anieleze chochote ikiwa nilidanganya ama kupotosha katika Injili. Nilizungumza kwa masaa na masaa, lakini hakuna aliyejibu. Nililia nikimuuliza Mungu wa rehema kwa nini nilikuwa huko nikidhalilishwa. Nilikuwa nikililia msamaha, nikimuomba rehema. Ghafla nilisikia kelele kama sauti za farasi wengi wanaokimbia kuelekea eneo langu. Na niliposikia ule mungurumo wa pepo, nilikuwa na wasiwasi. Katika kuzimu, mashetani hawako sawa, kwani wanatofautiana. Kuna tofauti na wanadamu. Sisi binadamu tuna viungo vya mwili ambavyo viko sawa. Kuna muundo na utaratibu katika maumbile, lakini sivyo ilivyo kwa mashetani, kwani wao wote wako tofauti. Nikasikia mungurumo uliokuwa ukikaribia kama vile vijiti na amri. Wakati huo sikujua niende wapi pa kujificha. Huu ni ulimwengu wa moto, moto usioisha. Mwishowe nilisogea kuelekea mahali ambapo kelele hizi zilikuwa zikitoka. Nilikuwa na maoni kwamba pengine kulikuwa na farasi wanaotembea ndani ya maji wakipiga kelele nyingi. Ilisikika kama farasi wengi wakikimbia ndani ya maji na nikapooza kwa hofu. Kulikuwa na hali ya kukosa nguvu na kukosa tumaini. Kulikuwa na woga ambao nilikuwa nao na niliogopa, nikitarajia kitu kibaya cha kushangaza kutokea. Sikujua ni nini kitakuja kutokea, lakini niliogopa kwa sababu nilitarajia tu wataniteka na kunitesa kama kawaida wanavyofanya kwa roho zilizokuwa mahali pale. Ilikuwa wakati mahususi wa kukosa nguvu, woga na hofu ya kutokuwa na uhakika. Ghafla niliangalia mbele yangu na nikaona kitu kinachotembea hewani. Nilidhani ni pepo, kwani kulikuwa na mapepo wa kutisha wakiruka kama ndege kule kuzimu, na nilidhani ni mmoja wao. Niliona kitu hiki kinazunguka na kuanguka sio mbali na mimi nilipokuwa. Nilipoangalia nikaona kwamba kweli alikuwa mtu ambaye alikuwa na umri wa miaka kama 28 hadi 30. Alikuwa ameoga kwa damu. Juu ya kifua chake paliandikwa mwenye kiburi na mwongo. Mtu huyo alipiga kelele. Aliapa na kutaja majina ya mama na baba yake na familia zote na watu ambao walimhubiria Injili. Akasema, tafadhali mchungaji nisamehe. Nilidhani nyote ni mashabiki na kundi la watu wa dini, lakini sasa najuta. Bwana, siwezi kuvumilia mateso haya yote tena. Nipe nafasi na hapa nitafanya mapenzi yako, lakini tafadhali niondoe mahali hapa. Nilipomwona mtu huyu katika hali yake ya kusikitisha, nilishangaa. Mtu huyu alikuwa akikiri kila kitu na kulia juu ya unyama ambao alikuwa akipitia. Nilikuwa hapo nikimtazama mtu huyu na niliogopa nikiwa na wasiwasi. Basi nilisikia kelele ile iliyokuja na ikinikaribia, wakati ghafla niliona kundi la mapepo ajabu wakitokea. Sijawahi kuona kitu kama hiki maishani mwangu. Pepo hizi zilikuwa takriban mita 2 juu. Walikuwa wamevaa nguo nyeusi kama vile watu mashuhuri. Wanaonekana kama hizi vampire ambazo zinaoneshwa kwenye runinga. Mashetani hawa walikuwa na miguu kama farasi na walikuwa na vichwa migongoni mwao ambavyo vilikuwa vikubwa. Ilikuwa ya kuchukiza na ya kushangaza. Kile nilichokuwa nikiangalia ni kikundi cha mapepo 40 ambao walikuja kama wasindikizaji wa kijeshi. Walikuja na wakasimama mbele yangu karibu mita 1 hivi.
Katikati ya hawa pepo kulikuwa na kiumbe ambacho hakijawahi kuonekana hapo awali. Kulikuwa na pepo tofauti aliyewaelekeza wale pepo wa ajabu waliokuja wakisindikiza. Walikuwa na pepo takriban 500. Kwa kweli kulikuwa na pepo huyu ambaye aliwazidi hawa pepo 500. Pepo huyu wa ajabu alikuwa ajabu sana, wa kuchukiza. Alinipa baridi. Mwili wake ulikuwa kama mwili wa mwanadamu, lakini ngozi yake ilikuwa ngozi ya nyoka. Ngozi hiyo ilikuwa ya rangi ya samawati kali au zambarau. Rangi ya ngozi yake ilikuwa kama nyoka. Pepo huyo alikuwa na miguu kihalisia kama ile ya jongoo, na alikuwa na kucha za ajabu ambazo sikuwahi kuziona maishani mwangu. Alikuwa na kichwa ambacho kilionekana kirefu. Kichwani mwake hakukuwa na nywele hata moja. Alikuwa na meno makubwa ya simba na yaling'aa kama chuma, na alikuwa na macho ya samawati ya kipenya. Alikuwa ameshika mkuki uliotengenezwa kwa chuma cha ajabu. Kiumbe huyu alikiacha kikundi cha mashetani na kuanza kutembea kuelekea mbele ya hawa pepo wa ajabu. Alipofika mbele, niligundua kuwa alikuwa na mkia kama nge ambao ulizidi kama mita 2 hivi. Ilikuwa kitu ambacho maneno yaliniisha. Hii ilikuwa balaa. Hii ilikuwa kama shetani kabisa mbele yangu. Kiumbe huyo alizungumza nami kwa lugha ngeni ambayo sikuielewa. Sijui alisema nini, lakini alikuwa akipiga mkuki wake chini. Niligundua kuwa alikuwa na hasira sana na akigonga chini. Nilitishwa na nilihisi kuchoka hoi. Nikasema, Bwana, nirehemu tafadhali, nisaidie. Mpendwa, huyu pepo hakufanya chochote kwa wakati huo, lakini alishika mkuki wake tu na kumtoboa yule kijana aliyekuwa karibu nami kwa nyuma. Mkuki ulipochomoka mgongoni mwa yule kijana, damu yake ilichuruzika usoni na shati nililokuwa nimevaa lililoa. Nilikuwa natetemeka. Nikasema, Mungu nisaidie. Hisia ya kukosa nguvu na kukosa tumaini ilinichukua na nikapiga kelele, Mungu nisaidie tafadhali, nirehemu. Promova TV, a home of testimonies. Hii ni habari njema. Promova TV inakualika ewe mtumishi wa Mungu ambaye ungependa kutoa ushuhuda au mahubiri ili kuwafikia watu wengi zaidi duniani. Wakati ni sasa. Promova TV itakurusha hewani bure katika vipindi vyake vya neno la siku, mkate wa siku, kutoka ibadani, wito wangu na ushuhuda. Nafasi hii ni kwa watumishi wa Mungu wa kweli. Basi wasiliana nasi kwa namba 0766294335 au 0784074462. Fursa hii si ya kuikosa. Promova TV, a home of testimonies.